Gilly Bonny Online TV. Habari ya leo. Mimi na wenzangu mawakili Deogratius Mahinyila na Edward Heche ambao ni waleta maombi kwenye swala nitakalozungumzia leo linalohusu kesi Miscellaneous Civil Cause number 032537 ya mwaka 2025. Tumewaita hapa leo ili kuweza kusema na nyie, lakini kuzungumza moja kwa moja na wananchi ambao haswa ndio wenye hii kesi. Lengo letu kuu ni kuwaeleza nyie, kama tulivyosema kwenye mwaliko wetu, kuhusu kesi yenyewe, mwenendo wa kesi, mahali ilipofikia, uamuzi ambao ulitolewa na Mahakama Kuu Disemba 18 mwaka 2025, na maoni yetu sisi kama waleta maombi kuhusu uamuzi huo. Nianze tu kwanza kwa kusema kwamba maombi yaliyopelekwa mahakamani ambao nyewe waandishi mmeyazungumzia na labda wananchi waliyasikia na kuyafuatilia, yalihusu mambo mawili. Mambo yenyewe yote ni kwa sababu ya uteuzi wa Tume ya Rais ya kufuatilia majanga yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba ambayo yalisababishwa na uchaguzi wa mwaka huu uliopita wa 2025. Tulipeleka maombi Mahakama Kuu kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza, tuliomba kuruhusiwa kufungua kesi ya kuhoji uhalali wa uundaji wa Tume ya Rais ya kuchunguza uvunjivu wa amani kufuatia matukio ya Oktoba 29, 2025, kuhusu muundo na hadidu za rejea, na kuiomba mahakama ione kwamba tume hii kwa namna ilivyoundwa na kwa aina ya tukio la Oktoba 29 haina sifa, uwezo wala uhuru wa kuweza kutoa majibu sahihi, kweli, haki na yanayoaminika kuhusiana na matukio ya Oktoba 29, 2025. Kwa nini basi? Kwa sababu tunaona kwamba tume imeundwa na watu ambao tayari moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja wana maslahi katika uamuzi utakaotokana na uchunguzi huo, jambo ambalo linaathiri uthabiti wa tume, na hivyo ombi letu ni mahakama kuona kwamba uundwaji wa tume hii una mgongano wa kimaslahi. Tumefungua shauri hili pia kwa sababu ya pili, kuitaka mahakama itoe zuio la muda kwa tume hiyo kusubiri kwanza kusikilizwa kwa shauri la msingi, yaani hilo shauri la kuchallenge uundwaji wa tume na hadidu rejea zake, ili kutenda haki. Msingi wa ombi hili la zuio ni kwamba iwapo tume itaachwa kuendelea na majukumu yake kama yalivyo, sio tu inaweza kuharibu hatua zozote za baadaye za kuchunguza, bali itaathiri na kuondoa umuhimu wa uwepo wa shauri hili, hivyo kutunyima haki sisi kama waleta maombi kwa niaba ya waathirika na Watanzania, hasa Watanganyika, haki ya kusikilizwa kwa haki kama sheria na katiba inavyotaka. Ndugu waandishi wa habari, kwa wale ambao mlikuwepo mahakamani tarehe ile Disemba 18, Mahakama Kuu ilisikiliza kesi hii kwa njia ya maandishi na kutoa maamuzi kama ifuatavyo hiyo tarehe 18. Kwanza, mahakama imeruhusu kufungua shauri la msingi kama tulivyoomba ndani ya siku 14 tangu siku ya hukumu hiyo, jambo ambalo limefanyika na shauri la msingi kupokelewa Mahakama Kuu siku ya Jumatatu ya Disemba 29. Wengi wa Watanzania walitupigia simu na kuwasiliana wakipongeza hatua hiyo, lakini kwa bahati mbaya katika maamuzi hayo Mahakama Kuu imekataa kutoa amri ya zuio dhidi ya tume hiyo. Ndio maana tunaona tume ikiendelea na majukumu yake
huku shauri likiwa bado mahakamani, jambo ambalo halionyeshi taswira njema katika utoaji haki na usawa mbele ya sheria. Labda hapa nifafanue kidogo, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla. Katika mazingira ya kawaida, mnafahamu, hata kama una mgogoro let's say wa ardhi, unapoenda mahakamani, mara nyingi muomba mpeleka maombi ili kujilinda ataomba labda hata zuio la kwamba chochote kisiendelee kufanyika kwenye hilo eneo, na ni mara chache sana mahakama inakataa ombi hilo kwa sababu linaashiria haki ya asili ya kuweza kuweka zuio ili kusiwe na shughuli yote katika eneo hilo, jambo ambalo na sisi kama wanamaombi tulikuwa tunapeleka ile ombi, tulifikiri tunaomba haki ya asili ya kwamba tume tunayoilalamikia isiendelee na shughuli ili tunapofikia maamuzi katika kesi ya msingi kusiwe na maumivu kwa upande wowote. Lakini kama anavyosema, bahati mbaya sana Mahakama Kuu haikupatia majibu tuliyotarajia kwenye hilo ombi. Lakini tunawashukuru sana mawakili wetu kwamba pamoja na kupewa hizo siku 14 wakati wa sikukuu, bado waliweza kufanya kazi na kuwakilisha kesi mahakamani ndani ya muda. Lakini licha ya jitihada zote hizo za mawakili na sisi kama waleta maombi kusubiria kwa hamu sasa mwaka unapoanza pengine shauri lianze mara moja, kwa sababu tulipeleka kwa hati ya dharura, mahakama ikatupangia shauri kuletwa tena Februari 10 mwaka 2026, siku 40 tangu kuwakilishwa kwa documents za kesi hiyo. Sasa kwa sisi waleta maombi tumekuwa aggrieved, tumeumizwa na uamuzi wa mahakama, na kwa sababu kama mnavyoona tulifile kwa hati ya dharura, na tukiangalia kwenye tangazo la Mahakama Kuu la Novemba 11, 2025 linasema kuwa mahakama itakuwa likizo tangu Disemba 15, 2025 mpaka Januari 31, 2026, isipokuwa tu kwa kesi za jinai na za dharura. Kesi za jinai na za dharura. Je, kesi ya shauri lililoko mbele ya mahakama lililopelekwa na sisi kama waleta maombi haliqualify kwenye vigezo hivi vya tangazo la mahakama? Kesi yetu imekuwa filed under certificate of urgency, ina maana hati ya dharura. Kwa nini basi pamoja na kufile katika hati ya dharura mahakama haikuona kwamba ni busara sahihi lakini haki kuletwa wakati huu ambao mahakama imeenda likizo? Sisi tunaamini katika usemi unaosema justice does not sleep, justice never sleeps, na hivyo tunaona kwamba kwa kupelekwa hii kesi mbele nje ya muda huu ambao mahakama imeenda likizo ni mojawapo ya dalili za kwamba hatutatendewa haki. Tunaiona kwamba ni uonevu na ni hali ya kutowajibika kabisa wala kuzingatia usawa na haki mbele ya sheria. Kukataa zuio kungeenda sambamba basi na kuitwa kwa kesi hii kusikilizwa kwa hati ya dharura kwa haraka, ili angalau itupe sisi nafasi ya kusikika kabla tume yenyewe haijamaliza kufanya kazi. Katika hali isiyo ya kawaida, mahakama imetukatalia kutoa zuio hiyo, na sasa tena imesogeza shauri mbele kupita muda wa wakati, jambo ambalo kwa kweli bahati mbaya sana hata wakati tunasubiria hatua hii kumekuwa na wasiwasi hata kwa wananchi wenyewe kama tangu mwanzo tutaweza kupatiwa haki. Na hivyo dalili kama hizi zinavyoonekana, tunajisikia kuwa na wajibu wa kuleta hizi taarifa kwenu, na hasa tukijua kwamba ukiangalia kwa hadidu rejea na muda wa hii tume, na mtatusaidia waandishi wa habari kuhakiki kama ni kweli, nafikiri inamaliza kazi yake mwezi huo wa pili, kama si tarehe 25 mpaka 27,
tukifuatia ile miezi mitatu tangu wakati wanapatiwa hilo jukumu. Hii ina maana gani? Ina maana wakati kesi yetu inaenda mahakamani, mnasema kwa mention mawakili, hata sio kuanza kusikiliza, kutajwa tu, tutakuwa tumebakia siku 17 tu kabla tume haijamaliza. Sasa kama hii tume itakuwa imeshamaliza kazi yake na kesi haijaanza ma inaendelea, kutakuwa na sababu gani ya kuwa na hiyo kesi? Nadhani hili wananchi muendelee kulitafakari, na tutaendelea kuomba mawakili waendelee kutuelimisha. Jaji kiongozi wa Mahakama Kuu, tunafikiri kwamba kwa sababu hata sasa tayari tuna fit kwenye zile kesi ambazo zilitajwa kuwa zitasikilizwa wakati huu wa dharura, tunaamini kwamba ana jukumu ya kuiangalia hii tarehe na kuirudisha kwa karibu zaidi ili tuweze kwenda mahakamani. Tupatiwe nafasi ya wananchi kufanyiwa maamuzi ya haki kwenye mahakama mahali ambako ni sahihi kwenda, haswa kwa sababu tunafahamu, tukiangalia tafiti mfano za Legal and Human Rights Center zinasema wazi kwamba wananchi tumekuwa na wasiwasi sana wa kwenda mahakamani, tunakimbilia maeneo mengine. Sasa sisi tunafikiri kwa kuja kwetu mahakamani tumeipa nafasi mahakama ya kujiheshimisha, kuonyesha kwamba uhuru wa mahakama bado upo na unaweza ukatutendea haki katika kusikiliza maamuzi yakafanyike kupitia mabishano ya kisheria ya wanasheria mahakamani. Mimi sidhani kama mahakama ina sababu ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu tume yenyewe kwanza ina nguvu, wajumbe wenyewe wana nguvu, kuna DPP pale. Hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi wa kuachia hii hatua ya mwanzo ambayo kwa sisi tunaona kwamba tumepewa kitu alafu tumenyang'anywa kupitia mlango wa nyuma, ikafanyika ili walau ionekane tu, sio tu kwamba haki imetendeka, lakini ionekane kwa wazi kwamba imetendeka. Nimependa hapa kuchukua nukuu ya Judge Lord Herwat aliyesema kwamba justice should not be seen to be done, but should manifestly undoubtedly be seen to be done. Kwamba si tu kwamba ionekane imetendeka, lakini ionekane pasipo shaka kwamba haki imetendeka. Kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba ni wakati wa mahakama kuthibitisha uhuru wake kwa vitendo, nje ya maneno, kusikiliza mashauri ya dharura kama mengine ya dharura yanayosikilizwa wakati huu, na letu liwemo. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.